jambo la kujiuliza, kwa nini watu wanadumu sana katika uawala kuliko katika ndoa? Uawala unaweza ukachukua miaka 6, miaka 7, miaka 4, miaka 3, lakini ndoa ikashindwa ndani ya mwezi mmoja tu, ndoa ikavunjika. Ndani ya miezi 6 tu, ndoa ikavunjika. Ndani ya mwaka, ndoa ikavunjika. Ndio hapa tunakuja na kujiuliza, kitu gani kimebadilika? Si ndio watu hawa waliodumu miaka mingi katika uawala, kwa nini wameshindwa katika ndoa? Sasa leo nitakwambia kuna mambo mengi sana yanaweza kusababisha watu kushindwa katika ndoa zao na kupelekea kuachana. Na nimechagua kuzungumzia jambo hili kwa sababu ni jambo nyeti sana, na ni jambo ambalo sio wengi wanapenda kulizungumza, lakini ni jambo limekaa sehemu mbaya. Kama tujakuwa wawazi na kuamua kuzungumza, hali itakuwa mbaya zaidi. Hivyo Mombeki Crispy, ni Mbeki TV. Twende tukatazame mambo ya kuacha kama tunahitaji kuingia katika ndoa, ama kama tunahitaji kudumisha ndoa zetu. Karibu sana. Sasa twende katika hayo mambo ya kuyaacha kama unahitaji kuingia katika ndoa, ama kama upo katika ndoa. Haya yaache kabisa na kuomba, yatakuharibia ndoa yako. Jambo la kwanza ni wazazi. Achana na wazazi. Hujanielewa? Ukisoma Biblia Waefeso 5:31 kama sikosei, inasema kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha baba na mama yake, naye ataenda kuungana na mkewe kuwa mwili mmoja. Kwa sababu hiyo, yani kwa sababu ya ndoa, mwanaume atamwacha baba na mama yake kwenda kuungana na mkewe kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wewe utakapooa ama utakapohitaji kuoa, maana yake unataka kuanzisha familia nyingine nje na wazazi wako. Wewe kwa wazazi wako ni mtoto, lakini kwa mkeo ni baba. Kuna mtu ananielewa? Na ndio maana tukija katika dini ya Kiislamu, mwanaume ana kauli kuliko wazazi wako. Yaani mwanaume akisema hiki sitaki, hata kama wazazi wako wanataka, utatakiwa kumsikiliza nani? Mwanaume, kwa sababu tayari kaja kuwa baba wa familia mpya. Kwa hiyo wewe pia mwanamke utaacha wazazi wako, utakuja kwa mwanaume, kwa baba. Sio, kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo wazazi wako wanaweza wakabakia kuwa ni wazazi katika eneo la kimaisha, lakini sio katika eneo la ndoa yako. Maana yake hapa kwenye ndoa yako mkeo, si ndio? Kwenye ndoa yako mkeo ndio anaenda kuwa na sauti. Na sio sauti ya kukutawala, lakini ndio anaenda kuwa kipaumbele chako. Kwa hiyo wazazi wako wana mipaka ya eneo la kuishia. Wanaweza wakaishia katika kukushauri kwenye maisha, kukupangia vitu vingine, kukufanyia maamuzi mengine, lakini sio kukufanyia maamuzi ya ndoa yako, sio kukuingilia katika ndoa yako. Hili ni tatizo ambalo limebebwa na wanaume wengi sana, tofauti na wanawake. Wanaume wengi wamekuwa wanawasikiliza wazazi wao katika ndoa zao. Wanaume wengi wamekuwa wanaamuliwa na wazazi wao katika ndoa zao. Kumbuka, baba yako na mama yako wao pia walikuwa na maisha yao, wakakuzaa wewe. Wewe pia unatakiwa kutengeneza maisha yako, misingi yako katika familia yako. Kuna dada mmoja aliolewa, ndoa yake imedumu katika miezi 6 tu, sasa hivi imevunjika. Na alikuwa katika uawala takriban miaka 3. Ndio yale niliyosema. Mumewe ni mtu wa kusafiri, anakuja hapa Dar es Salaam, anakaa miezi 4, miezi 3, kisha anasafiri anaondoka. Walipendana na ikafikia hatua kuamua kufunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa, tatizo lilipoanzia, mwanaume akamwambia mkewe akakae kwa wazazi wake. Si unanielewa? Na unazielewa hizi familia. Nyumbani hapo anapoambiwa akakae mkewe, kuna wakwe, kuna baba, kuna mama, kuna ndugu, aende akakae pale. Kwa sababu mwanaume ni mtu wa kusafiri, nadhani anaona wivu, anasema mke wangu akikaa peke yake labda atanisaliti na vitu hivyo. Kwa kamtaka mkewe akakae na wazazi. Guess nini kilitokea? Migongano ikaanza ndani ya nyumba. Huyu mke akageuka kuwa house girl wa ile nyumba. Yeye ndo atawapikia familia nzima, japo wafanyakazi wapo. Yeye ndo atafua nguo za familia nzima. Yeye ndo atakuwa mtumwa katika ile nyumba. Yaani ile hadhi ya kuwa mke ikaondoka, akawa mfanyakazi katika ile nyumba. Na wakati mwingine hata akitoka kwenda kusalimia ndugu, mama mkwe ni gubu, mkeo katoka atoke hapa ajaga hata kama kaka.
Mkeo anisikilizi, nimemwambia hapa asitoke atupikie kidogo, kapika chakula cha mchana, tuta usiku atapika, kaondoka. Mke wake akawa hatakiwi kwenda kusalimia ndugu. Akienda kusalimia ndugu, jeuri ameenda kwa mke. Mke wako anajifungia tu ndani, hataki kukaa na wenzake kuongea nao. Mke wako akipika hata tumuelewe anapikaje sasa hivi. Matatizo yakawa mengi, mume anahadithiwa tabia za mkewe. Na kwa bahati mbaya sana ndo yale mume akawa anawasikiliza wazazi kuliko upande wa mkewe. Mke wake anaambia mume wangu mimi tokea nikiamka asubuhi hapa ni kazi za jikoni tu. Na nafanya vizuri sana. Lakini sielewi inakwazo wapi. Sielewi mama anakwazika wapi. Na nyumba nzima wako vizuri ila mama mkwe ndio kikwazo kwa huyu binti. Basi mama mkwe akajenga uadui na yule mwanamke. Yule mwanamke alikuwa anatumia fedha ya matumizi pale ndani kwa sababu huyu mwanaume inaonekana ndiye alikuwa anaendelea kuhudumia familia. Ndio afanye matumizi ya pale ndani. Ilifika kipindi yule mama akawa anamwambia mumewe mwanamke afanye matumizi mazuri pale ndani. Ikiwa mwanaume anajua hii bajeti nilompa mke wangu na niliongea na mke wangu tulikubaliana afanye hiki kitu. Mama anakipinga kwa kuamini kwamba yale maamuzi yametoka kwa mwanamke tu. Kumbe mume ndo kaamua. Mke wako leo katupikisha vyakula haya kwa nini? Kumbe mume alishaongea naye bwana mimi sina hela wapikie nyumbani chakula hiki. Kwa matatizo yanaonekana ni ya mke sio ya mume. Kwa mwanaume ikafika kipindi amtumii tena hela mkewe, anamtumia hela mama ndio afanye ile matumizi. Mama anatumiwa hela kama 300,000. Mama anampa 100,000, 1,500 mwanamke ndio afanye matumizi ya ndani. Na ikishindikana mume anaambiwa hela imeisha na haijulikani imeisha katika namna gani. Mkeo atujue hela anatumia katika namna gani. Vikawa ni visa tu pale ndani. Mwanamke akamuomba mumewe na kuomba tutafute nyumba ama nitafutie nyumba nikae, ukiwa unakuja unafikia hapo, ama hata kama unahofia labda pengine nitakuwa na mihangaiko mingi basi niruhusu nirudi nikakae nyumbani, then ukiwa unakuja nitakuwa nakuja tunakaa pamoja hapa. Mwanaume akasema mimi sijakuoa kwenda kukaa kwenu, mimi nimekuoa kaa hapo nyumbani. Basi mambo mengi akawa anamkuta huyu binti. Ikafika hatua mama mkwe akasema simtaki huyu mke hapa. Imagine mwanaume hajawahi kuishi na ule mwanamke tokea alipomuoa. Mwanaume alisafiri, hajarudi mpaka mwanaume anatoa talaka. Mama mkwe anasema simtaki huyu mwanamke hapa. Mwanaume kule anaamua kutuma talaka kwenye simu. Hajawahi kuishi na mkewe, hajawahi kuelewa mkewe anaishi vipi na wazazi wake pale nyumbani, kwa maneno ya kusikia tu. Wakati wote walikuwa wanaishi katika uwawala, wakija wanakaa hotelini na namna hiyo. Hakujawahi kutokea shida. Kumeingia pale ndani, hajawahi kuexperience maisha ya kuishi na mkewe, kuamka asubuhi na mkewe, kulala na mkewe, kupikiwa na mkewe, hajawahi kuexperience. Lakini tayari kamuamini mama mkwe kwamba huyu mwanamke ni mbaya. Nadhani miaka 4 waliishi pamoja ya uwawala. Miaka 4 ya uwawala hakuwahi kujua kama mkewe ni mbaya. Eti leo ndani ya miezi 5 mama mkwe anaambia mke wako ni mbaya kwa sababu tu ya migongano yao ndani ya nyumba. Mume anatuma talaka kwenye simu. Tena kamtumia talaka moja. Si ushanielewa? Kwa sababu talaka moja tunasema mke anaweza siondoke akahamia chumba kingine tu, si ndio? Lakini kwa sababu mume hayupo, mke alitakiwa aondoke kwa sababu pia hata talaka imetumwa kwa sababu ya matatizo yapo ndani. Kwa mke anaondoka, hajafika nyumbani kwao, yupo kwenye bajaji, zimepita dakika 15, zimetumwa talaka 3. Kaachika. Kwa ajili ya mama mkwe. Kwa hiyo tunaona wazazi wamekuwa ni sehemu ya kuwafanyia maamuzi watoto zao wa kiume. Pengine wazazi wanakuwa na wivu na kudhani kwamba upendo wa watoto zao unaama na kwenda kwa mabinti wa watoto wa wengine. Tushanielewa? Anaweza kahisi huyu mwanamke anafaidika wakati kazaliwa huko, simjui mimi. Hizi faida anaweza kupata mwanamke aliyetoka tu huko, si unajua? Wanaume wengine wanajengea nyumba wake zao, wanawapendelesha wake zao, wanawasaidia wakwe zao. Kwa hiyo wamama wakati mwingine wanapata wivu kuona kwamba jasho la mwanangu linafaidisha watu wengine. Kwa hiyo inawapelekea kuwa gumu kwa wakwe. Haya mambo wanaume tunapaswa kuyajua. Ili tukiyajua tuweke mipaka. Yaani kuna maeneo wazazi wetu hawatakiwi kufika kwenye swala zima la ndoa. Lakini wanaume wengi tumekuwa tunaruhusu wazazi kutufanyia maamuzi kali ya ndoa yetu, wazazi kuingilia ndoa zetu. Na kuomba leo hii mwanaume. Nimeongelea sana wanaume lakini hata na wanawake pia. Lakini wanawake mmekuwa mnaamuliwa pia na nyinyi kwamba huyo mwanaume gani huyo? Siku hizi hana hela, hana kazi, achana naye, atakuwa njaa tu. Mama mkwe anakuamulia.
umekuwa na mume wako vizuri, mmeishi pamoja, alikuwa yuko vizuri tu, ana kazi nzuri, maisha mazuri. Baada ya kufukuzwa kazi ama changamoto za kimaisha zimetokea, mama mkwe anaanza kukusumbua kwa sababu tena atumiwe hela na mkwe wake, anaanza, wewe mwanamke wako mimi siku simuelewi. Mimi naona anakufuja tu hapo. Wewe mwanamke bado mzuri, kwa hiyo msende kutafuta mwanamke mwingine. Kwa mzazi anaweza akakuonea huruma binti yake, kukuona unateseka na wewe mwanaume kwa sababu hana hela. Kwa hiyo akakushawishi utafute mwanaume mwingine mwenye fedha. Na wewe mwanamke kwa kichwa chako unaanza kumkubalia mzazi wako. Unashangaa mumeo anarudi nyumbani, anakutafuta akukuta upo kwa mama yako. Vipi, mbona nyumbani haupo? Nipo kwa mama huko, leo nitalala huku. Unaanza kumkimbia mumeo taratibu. Mama hoja na unaanza kufanya visa. Unaanza kupoteza heshima ya mumeo kwa sababu ya mzazi wako anakunyesha sumu ya mwanaume huyo tena hakufai. Wanawake pia mna matatizo haya. Ila nimejikita kwa wanaume kwa sababu wanaume ndio mara nyingi wanafanyaga maamuzi. Mwanamke unaweza ukafanya upumbavu wako, lakini maamuzi bado yatabaki kwa wanaume kwamba kuacha ama sikuache. Wanaume ndio mara nyingi wanawasikiliza wazazi wao katika kuacha wake. Na yapo makabila, wewe ukanitajia pia kwenye comment hapo, ambayo hayo makabila bwana, mwanaume anamuolea mzazi. Yaani mzazi akisema namtaka mke huyu, basi mwanaume ndo atakayeoa. Mzazi akisema simtaki mwanamke huyu, basi mwanaume ataacha. Wanaume hawaoi kwa niaba yao, wanaoa kwa niaba ya wazazi wao. Yupo mwanaume anakuambia kabisa mimi nakupenda sana ila wazazi wangu hawakutaki. Listen careful. Unapotaka kuoa mwanaume, amini ama jua unaenda kutengeneza familia yako mpya. Weka hilo katika akili. Wewe pia utaenda kuwa baba katika familia yako mpya. Kwa hiyo jua kutofautisha katika familia yako na familia yako mpya. Sio lazima hizi familia zipatane. Pengine wanaweza wasipatane na mkeo wakapatana na mtoto mjukuu wao. Kwa hiyo wakati mwingine lazima mwanaume ujitafakari wewe na unachotaka kwenda kukitengeneza katika maisha yako mapya. Sawa, utawaolea wazazi watasema huyu ndo mke mzuri, huyu ndo mke bora. Kwa wazazi, kwako wewe vipi? Wanaume mmekuwa mnaoa wanawake wengine hata sio chaguo lenu kwa sababu wazazi tu wamewachagulia. Mmekuwa mkilalamika sana kwenye comment. Mimi sijampenda ila wazazi wanalazimisha nimuoe. Unaoa, matokeo yako unaishi maisha ya shida. Huo ni mfano tosha wa kuonyesha kwamba wakati mwingine hata mwanamke unayempenda wewe afu wazazi wako wakawa hawampendi, hiyo haimaanishi utakiwi kumuoa ama utakiwi kuwa naye, kwa sababu hiyo ni furaha yako na wewe ndio unaelewa mazuri ya mke wako. Wazazi wakati mwingine wanapishana na wanawake katika maeneo madogo tu ambayo ni maeneo ya kimaisha binafsi ya kwao na sio katika maisha ya familia yako. Kwa hiyo naombeni wanaume, mnapotaka kuoa ama kama upo katika ndoa, hakikisha upo tayari kuwaacha wazazi wako kuungana na mkeo. Kuwa wewe na mkeo lenu liwe moja. Kama haupo tayari kuwaacha wazazi wako, usioe. Kama haupo tayari kuwa na maamuzi yako binafsi mpaka wazazi wako ndo waamue, usioe. Wapo wanaume anaongea na mke wake mambo ya misingi katika maisha, anaambia subiri niongee na mama, subiri niongee na baba, akikubali tutafanya. Sasa mimi umenioa kwa kazi gani? Mimi ni msaidizi wako. Sasa mimi umenioa ili nije kupika tu ndani? Chochote kile wanachoongea ndani ya familia mpaka nimwambie baba, mpaka nimwambie mama. Mama akikataa, jambo haliendi. Kwa hiyo kama haupo tayari kuwa na misimamo yako binafsi, usioe. Kama haupo tayari kuacha wazazi wako, usioe wala kuolewa. Na wakati unataka kuoa, mama yako umempelekea mkwe pale, ameanza kuleta visa, mwambie mama, kama wewe baba alivyokuwa pumziko lako. Baba, kama wewe mama alivyokuwa pumziko lako, huu ni pumziko langu. Naamini baba na mama mmepitia vikwazo vingi mpaka leo hii mmekuwa mmedumu katika mahusiano yenu, mmenipata mimi. Naomba na mimi nipambane na vikwazo kwa mke wangu, nipate familia yangu. Mwambie mama, umekubali nioe, na kuomba iheshimu ndoa yangu, muheshimu mke wangu. Atakukosea, tuzungumze katika namna ya kama ni familia yako, kwa sababu ni sehemu yangu pia ya maisha. Tusizungumze kama kumuona ni mtu baki. Kwa hiyo hakikisha pia mama yako karidhia kukuacha ukatengeneza familia yako mpya. Baba yako karidhia kukuacha ukatengeneza familia mpya. Kama nyinyi wewe na wazazi wako hamjaridhia kuachana, utaenda kutengeneza migongano katika ndoa yako. Kwa jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuliacha kama unahitaji kuoa ama upo katika ndoa,
achana na minyororo ya familia. Achana na minyororo ya wazazi. Kuwa mtoto, kusikufunge katika ndoa yako. Kwa wazazi wewe ni mtoto, kwa mkeo wewe ni mume. Sawa? Mume au baba. Sawa? Wewe huku ni mtoto, hatukatai. Sawa? Kwa wazazi wewe ni mtoto, watakutreat kama mtoto. Wakati mwingine wazazi wanakuwa na hofu na watoto zao. Ni kawaida kuonyesha hofu zao katika namna ya kudhani mkeo sio sahihi, lakini wewe usibehave kama mtoto ukija katika ndoa yako. Ukija katika ndoa yako behave kama mume na baba. Sawa? Huku kuwa mtoto asikiliza wazazi, ukija huku kuwa mume. Elewa zaidi wanavyoelewa wazazi katika ndoa yako. Kwa kama unahitaji kuoa, kuwa tayari kuachana na wazazi wako. Twende kwenye jambo la pili la kuliacha. Ndugu. Kuambatana na ndugu katika nyumba yako. Kuna mtu nadhani ananielewa. Kila kukicha wageni ndugu zako. Yaani nyumba unaoishi na mumeo imejaa ndugu zako. Yaani mtoto wa shangazi kaja hapo, akitoka shule ndo kaja kufikia hapo. Sijui babu mjomba kaja kufikia hapo. Shangazi sijui kaja kufikia. Yaani mumeo ama mkeo, yaani nyumba yako ya familia yako ndio imegeuka nyumba ya ukoo wenu. Hii iko both side, iko sehemu zote. Mume kuhamisha nyumba yako kuwa sehemu ya mandugu zako, mke kuhamisha nyumba yako kuwa sehemu ya ndugu zako. Kuna mnyima mwanaume uhuru hata wa kwenda chooni. Mwanaume alikuwa anatembea sebuleni na chupi tuna boxer. Inafika kipindi mwanaume akitaka kwenda chooni anavaa jeans ndio aende chooni. Maana sebuleni umejaa ndugu zako hivi. Mwanamke akitaka kwenda chooni, akitaka kupika alikuwa anapikaga tu pale na chupi. Sasa hivi akitaka kupika anajitwita mataiti, majinzi, masketi, maflana. Joto linamtinga ndani. Mnakosa uhuru ama zile nafasi zenu za privacy za kuwa wasiri ndani ya nyumba na kuenjoy maisha. Familia inakubana. Na sisemei ndugu kuja kukutembelea ni vibaya, wanaweza kaja kutembea na kuondoka. Pia ni vizuri waje na kuondoka. Pia kuna uwezekano ndugu akaja kwako kwa ajili ya emergency. Hiyo sio mbaya, kwamba anaumwa, upo karibu na hospitali, sio mbaya. Anasafiri, upo karibu na kituo cha stendi, sio mbaya. Lakini sio kuja kula bata. Yaani kwa sababu dada yangu ameolewa mjini, dada yangu ameolewa Oysterbay, dada yangu alipoolewa nyumba yake nzuri, mimi naenda kukaa kwa dada bwana, na kuna tamthilia naifuatilia. Yaani nyumba yangu, nyumba yako ya ndoa imegeuka kwa kiwanja cha kutazama tamthilia. Kiwanja cha watu kuja kula. Kiwanja cha watu kuja kuenjoy luxury life pale kwenye nyumba, kwa sababu una bomba la mvua, sebule kubwa, TV kubwa, una michezo pale ya kucheza na watoto, shangazi anakuja na wajukuu, watoto wanajazana kwenye nyumba. Nyumba inabadilika. Baada ya kuwa ya mke inakuwa ya familia yako. Yaani mke anakuwa kama yupo ukweni. Ama mume anakuwa kama yupo ukweni kwenye nyumba yake. Epuka kuambatana na ndugu. Lakini sio kwenye kujazia nyumba. Ndugu pia ndio chanzo cha mfarakano. Maneno haya. Yaani wewe dada unakubali kufanywa hivi? Wewe dada ingekupo hivi? Wewe yani kaka wewe kweli mzembe. Kaka mke anakufanyia hivi kaka. Kuna mambo mengine asili yanatokea katika nyumba yako. Ni wewe pekee ndio unaweza kuyavumilia ama kuyaelewa. Ndugu watapokuwepo katika ile nyumba, kuna mambo watayaona, watashindwa kuyaelewa ama kuyavumilia. Wataanza kukushawishi ama kuhalas, kukufanya ujisikie vibaya kwa unayofanyiwa ama yanayotokea. Siku umemuuzi mumeo kakupiga tu kibao, kawaida kupigana vibao, au wewe umempiga kibao mumeo, ni kawaida yenu, maisha yenu hayo ya kawaida. Siku ndugu ameona umempiga kaka yao kibao, unaondoka kwenye nyumba, hata kama hajakupa talaka atakutoa wao. Siku ndugu ameona umempiga dada yao kibao, taarifa zitafika hadi vijijini. Kwa hiyo umeona, mtajiweka karibu na watu ambao watashindwa kuwaelewa kiasi cha kwamba watavuruga mahusiano yenu ikiwa nyinyi mnajielewa. Lakini pia itawanyima uhuru. Kwa hiyo epuka sana
kukaribisha ndugu nyumbani kwako, kugeuza ndo nyumba ya ukoo. Epuka. Hii nayo ni mbaya. Inamfanya mwanaume asitamani kuwa nyumbani, atamani kwa huko kwa mawala, na mwisho siku akuonewe kama mzigo. Kuna ada ya shangazi ailipe yeye. Kuna ada ya mtoto mjomba ailipe yeye. Kuna mtoto wa chuo anataka kusafiri alipe yeye. Kuna nani sio anaumwa mgongo alipe yeye. Mume anahudumia ukoo mzima. Mbaya hiyo nayo jamani. Japo sio vibaya akifanya hayo majukumu kama anayamudu. Si unanielewa? Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Ndugu. Sawa sawa? Na jambo la tatu. Hili mnaweza mkanishangaa kwa nini nalisema. Lakini sio zuri. Epuka kuwa na ushoga na mawifi zako. Hili lipo sana kwa wanawake. Epuka kuwa na ushoga na mawifi zako. Mawifi zako sio mashoga. They use you, wanakutumia. Lakini pia wapo kama FBI wapo around na wewe katika namna ya kukusoma na kujua siri zako na kukujua vizuri. Once watakapokujua vizuri wewe, ipo siku utalikoroga na watamwambia kaka yao yote. Ipo siku utalikoroga, ama hata usipolikoroga, ipo siku atamuonea huruma kaka yao na watamwambia kuhusiana na wewe. Kuwa na mipaka na mawifi zako, wasigeuke kuwa mashoga. Hawa sio mashoga zako. Hawa ni mawifi zako. Waheshimu, tunza heshima yako, tunza usiri wako kwao. Yani wifi yangu ndo shoga yangu nakwambia. Tunajuana, yani danga la wifi yako unalijua, unajitengenezea taswira gani. Sometimes wifi anakuambia bwana wewe mchune bwana kaka mwenyewe hayupo. Na wewe unaingia mkenge kichwa. Wifi sikamleta danga na mimi nakula kichwa. Wapo mawifi wanawauza mawifi zao huko. Mke wa kaka yake yeye anaenda kumtembeza kwa wanaume wanakula hela. Amini ipo siku hiki kibao kitakugeukia na hawa watatoa siri zako kwa kaka yao. Kwa hiyo jambo la tatu, epuka mawifi zako kuwa mashoga. Hayo ni mambo matatu ya kuyaacha kama upo katika ndoa ama unataka kuingia katika ndoa. Jambo la kwanza nimekwambia wazazi. Kubali kuachana na wazazi, kuungana na mkeo kuwa mwili mmoja. Wazazi wasikufanyie maamuzi juu ya ndoa yako. Wazazi wasije wakaribu ndoa yako. Jambo la pili nikasema ndugu. Epuka kuambatana na ndugu katika nyumba yako mpya. Kuambatana na ndugu katika familia yako mpya. Ndugu kugeuza nyumba yako ndio sehemu ya kuangalia tamthilia. Kugeuza nyumba yako ndio hoteli ya chakula. Kugeuza nyumba yako ndio viwanja vya michezo. Epuka. Kama wanakuja kwa sababu ya matatizo, changamoto, dharura, it's okay, lakini wasigeuze makazi katika nyumba yako unaotengeneza familia yako mpya. Jambo la tatu, mawifi zako wasiwe mashoga zako. Hawa ndio watakuja kuharibu ndoa yako. Hawa ndio watakupasua kichwa chako. Hawa ndio watakuja kuwa na sauti kuliko mumeo. Nadhani umenielewa. Kwa hiyo tunaweza tukadumu katika uawala kwa sababu haya mambo hayajakuwa bayana. Ukiwa awala, mzazi labda hakujui ama yupo karibu na wewe, ndugu labda hakujui, hawana pa kukufuata, mawifi hawakujui, sio shoga yao. Ndio maana uawala unawakutanisha nyinyi tu wawili, mnajielewa, mnaelewana, mkigombana mnapatana vipi, mnavumiliana vipi, kwa mtadumu kwa muda mrefu. Mkiingia kwenye ndoa, haya yanakuwa ni sehemu ya maisha yenu. Sasa lazima uyatazame kwa makini ili yasiweze kuharibu ndoa yako. Sasa haya ndio mambo ya kuyaacha kama upo katika ndoa ama unataka kuingia katika ndoa. Achana na haya mambo, yataharibu ndoa yako pasi na msingi. Utamwacha mwanamke mzuri kwa sababu ya wazazi ama ndugu ama mawifi, lakini ni mwanamke mzuri sana kwako, ila kwa wazazi tu ndio sio mzuri, kwa mawifi tu ndio sio mzuri. Utamwacha mume mzuri, kwa wazazi tu sio mzuri, kwa mawifi tu sio, kwa wako tu sio mzuri, lakini kwako alikuwa ni mzuri. Kwa hiyo hakikisha ya mambo uko tayari kuyaacha ndio uingie katika ndoa, ama ndio uhakikishe ndoa yako inadumu. Mimi naitwa Muombeki, hadi wakati mwingine tena. Kama bado hujasubscribe channel yangu ya YouTube, naomba uchukue nafasi hiyo kusubscribe. Lakini pia niandikie comment yako juu ya hili somo. Kitu gani umejifunza? Lakini niambie kama una hadithi ya kushare na mimi, story ya kushare na mimi. Niambie, kuna ndoa unaijua ilivunjika kwa sababu ya wazazi? Kuna ndoa ilivunjika kwa sababu ya ndugu? Kuna ndoa ilivunjika kwa sababu ya wakwe? Niambie, tuendelee kujifunza kwa pamoja. Hadi wakati mwingine tena. Bye bye.